mnanuna. Kuna nini? Huu ndio mkutano wa Vwawa huu? Kuna shida gani? Nawashukuruni kwa kuja. Mara ya mwisho tumezungumza pamoja namna hii ilikuwa miaka 5 iliyopita, wakati wa uchaguzi mkuu wa 2020. Mwaka jana sijui kama mliambiwa, lakini tulikuwa na shughuli Mbeya mjini, nikaja. Nimefika tu usiku tukavamiwa na mapolisi. Hatuna kosa lolote, tukaburuzwa sana. Nikapakiwa kwenye nafikiri ilikuwa gari ile. Wakaja kunifunga hapa na kunilaza hapa kwa RPC, kwa RCO. Mpaka kesho yake mchana wakanipakia, wakanirudisha Dar es Salaam. Sasa jamani, nchi yetu ya shida sana. Sana mheshimiwa. Naomba tuzungumze habari ya uchaguzi, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi. Na mwaka wa uchaguzi lazima tuzungumze mambo yanayohusiana na uchaguzi. Chama chetu kimeamua kwamba kusipokuwa na mabadiliko katika mfumo wa kuendesha chaguzi zetu, uchaguzi wa mwaka huu hautafanyika. Ndio. Haya maneno sio madogo. Haya maneno si madogo hata kidogo. Tangu tumeingia mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 92, hakuna chama kimewahi kusema kwamba kusipokuwa na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi tutazuia uchaguzi. Sisi ni wa kwanza. Haya maneno ni makubwa. Ni makubwa sana. Ndio maana kila anayenyanyuka kusema akiwa wa CCM anatulaani. Kila anayenyanyuka akiwa ni mpambe au kibaraka au mtumwa wa CCM anatulaani. Na kila rafiki anayesimama anatuunga mkono. Haya maneno ni makubwa. Maana yake ni kwamba kuzuia uchaguzi, maana yake ni kwamba kuzuia hiyo ratiba iliyowekwa kwenye sheria za uchaguzi na imewekwa kwenye katiba ya nchi hii ya kufanya chaguzi kila baada ya miaka 5, tunataka kuizuia. Ni jambo dogo kiasi gani hili? Hilo jambo ni dogo kiasi gani? Wote wanafahamu ni jambo kubwa, na hakuna ambaye amewahi kulisema katika miaka yote ambayo tumekuwa nchi ya vyama vingi. Kwa hiyo swali la kwanza la kujiuliza, swali la kwanza kabisa ni kwa nini tumeamua hivi? Kwa nini sisi nyema polisi msipowashughulikia hao na tutafuta maneno? Manake huo ni uchokozi. Tuheshimiane. Nilikuwa nasema, ndugu zangu,
Swali la kujiuliza ni kwa nini hiki chama ambacho kimeshiriki kila uchaguzi mkuu tangu 95, kwa nini leo kinasema usipokuwa na mabadiliko tutazuia uchaguzi usifanyike? Sisi ndio chama ambacho ukiondoa CCM hakuna chama kingine cha siasa nchi hii ambacho kimewahi kuwa na wabunge wengi kama Chadema. Ukiondoa CCM, sisi ni chama ambacho kimewahi kuwa na madiwani wengi kuliko chama kingine chochote. Sisi ndio ambao tumekuwa na wenye viti wa vijiji wengi zaidi kuliko chama kingine chochote, na wa vitongoji na wa mitaa. Kwa nini leo tunasema bila uchaguzi, bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Sisi ambao tumeongoza majiji, tuliongoza jiji la Dar es Salaam, jiji la Mwanza, Mbeya, Tanga, Arusha, tumeongoza miji ya Moshi, Iringa, halmashauri nyingi, Karatu, kila mahali. Kwa nini leo tunasema no reform, no election? Kwa nini leo tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Kwa nini? Sisi ambao tumekuwa wabunge, mimi nimekuwa mbunge, Sugu amekuwa mbunge, Haonga amekuwa mbunge, Mwakajoka amekuwa mbunge, kwa nini leo tunasema tuzuie uchaguzi? Hilo ni swali la kwanza ambalo tunahitaji kulijibu kwenu wananchi, ili mtuelewe. Tunaelewana? Iko hivi ndugu zangu, tumefikia uamuzi huu kwa sababu imefika mahali uchaguzi wa nchi hii hauwezekani tena. Imefika mahali nyie wananchi mnaopiga kura kila mwaka wa uchaguzi hamwezi tena kuchagua viongozi mnaowataka. Uchaguzi wetu sasa hivi hauamuliwi na kura za wananchi, unaamuliwa na bunduki za mapolisi, unaamuliwa na mabomu ya mapolisi, unaamuliwa na vifaru na magari ya kivita ya majeshi yetu. 2015 hapa Vwawa ilikuwaje? Kwenye ubunge hapa Vwawa ilikuwaje 2015 kwenye uchaguzi wa mbunge? Mbunge wenu ameshinda, lakini aliyetangazwa ni wa CCM, na ametangazwa kwa sababu ya nguvu za kijeshi. Hapa kwenu usiende mbali. Mnanielewa? Kwa tumefikia mahali ambapo uchaguzi wetu sasa hauamuliwi na sisi raia, unaamuliwa na bunduki za mapolisi, unaamuliwa na majeshi, unaamuliwa na mkurugenzi, unaamuliwa na watendaji wa kata kwenye udiwani. Sasa namna hii hatuwezi tukafanya chaguzi tena. Chaguzi zinazoamuliwa na wanajeshi badala ya kuamuliwa na wapiga kura, hizo sio chaguzi tena. Mnanielewa? Na hii habari imeanza baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Kabla ya 15 kulikuwa na ushindani, hawakuwa wanaengua nchi nzima. Sasa hivi wanaengua nchi nzima. Kabla ya 15 ilikuwa ukijipanga sawa sawa na watu wakawa wakorofi, utatangazwa mbunge au diwani au mwenyekiti wa kijiji. Sasa hivi wanaengua nchi nzima.
ukifanyika uchaguzi wanakuja na vifaru, wanakuja na wanajeshi, wanakuja na bunduki na wanaua. Mwaka jana wameua kijana wetu hapa Tunduma hapa, Stephen Chalamila. 2020 waliua watu zaidi ya 10 Tunduma hapa, au nakosea? Mwaka jana sio Chalamila peke yake, kule Manyoni kwetu wameua mgombea mwenyekiti wa kitongoji, amepigwa risasi 4 na mapolisi mbele ya mke wake na watoto wake ili asigombee mwenyekiti wa kitongoji. Unaua mgombea mwenyekiti wa kitongoji kwa risasi, ikifika kwenye urais itakuwaje? Wataua wangapi? Sasa hizi ndio zimekuwa chaguzi zetu, haziamuliwi na sisi wananchi tunaopiga kura, zinaamuliwa na mapolisi na wanajeshi na usalama wa taifa na mkurugenzi na watu wao. Hizi sio chaguzi tena, unanielewa? Na ili kuthibitisha hiyo, nataka niwapitishe kidogo kwenye habari ya Vwawa, manake tuko hapa kwenu, sio? Tuzungumze habari ya Vwawa ili tuone, tuthibitishe kwamba hatuwezi kuendelea namna hii. Sawa sawa jamani? Miaka 11 iliyopita, mwaka 2014 mlifanya uchaguzi, au sio? Mlifanya uchaguzi wa vijiji na mitaa, sawa sawa, kama mliofanya mwaka jana, wakaiba uchaguzi wote. Sasa ule mwaka wa 2014 kwenye hili jimbo lenu, jimbo la Vwawa lina vijiji 63. Kwenye uchaguzi ule tulipata wenye viti 10 wa vijiji 10, sio haba. Sasa hivi mwaka jana tumepata wangapi? 0. Sawa sawa. Miaka 11 iliyopita tulichagua wenye viti 10. Mwaka jana tumechagua 0. 0 kwa sababu gani? Wote walienguliwa, na waliobaki wengine ilikuwa ni bunduki mbele kwa mbele na mabomu ya polisi. Mnanielewa? Mwaka uliofuata 2015 kwenye uchaguzi mkuu, ubunge uliamuliwa na majeshi hapa, au nakosea? Lakini 2015 nyie watu wa Vwawa mlifanya mambo mazuri sana. Kwenye halmashauri yenu ya wilaya yenye kata 27 mlichagua madiwani kwenye kata 8. Kata 8 kati ya 27, sio haba. Sio nini? Sio haba. 2020 mmechagua kata ngapi? Mmechagua kata ngapi? Baada ya vurugu za Magufuli. Unanielewa? Kutoka kata 8 miaka 10 iliyopita tukata 0 leo. Unanielewa? Lakini 2015 hiyo kwenye huu mji wa Vwawa, huu si mji mdogo, si unamea hapa. Mwaka 2015 kwenye vitongoji 54 vya mji mdogo wa Vwawa mlichagua wenye viti wa vitongoji 33 wa Chadema, tukawa na meya wa mji huu wa Chadema. Unakosea? Nasema uongo? Ni sawa sawa kusema huu mji ni mji wa Chadema kwa sababu meya alikuwa wa kwetu, au nakosea? Leo hii tuna wangapi wenye vitu wa vitongoji hapo? 0. 0. Tulikuwa na 33 miaka 10 iliyopita, leo tuna 0.
Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wagombea wetu wote. Tunaelewana? Sasa 2019 tukapata 0, waliangua nchi nzima. Mwaka jana wameangua wote, tuna 0. Katika mazingira haya tunataka kwenda kwenye uchaguzi tena kwa mazingira haya ili iweje? Ili iweje wananchi wa kwao? Sasa kwa hiyo kwa tunaposema hatutaki tena uchaguzi ufanyike kwa wasimamizi hawa kwa sheria hizi kwa katiba hii, sababu ni hii ya msingi. Haiwezekani tena kufanya chaguzi katika nchi hii. Haiwezekani kufanya chaguzi wananchi wakaamua. Badala yake ni mabunduki ya mapolisi na mabomu yao ndio yanayoamua. Hilo la kwanza, la msingi kabisa. Lakini niulize swali la pili. Kwa nini shida hii ni shida ya mfumo wa uchaguzi? Tunaposema mfumo wa uchaguzi ndio tatizo, tuna maana gani? Mfumo wa uchaguzi ni nini? Mfumo wa uchaguzi ni zile taasisi zinazosimamia uchaguzi. Tume ya uchaguzi, TAMISEMI, jeshi la polisi na vyombo vya aina hiyo. Vyombo vyote vinavyohusika na uchaguzi vinatengeneza mfumo wa uchaguzi. Sio vyombo hivyo tu, katiba ya nchi. Katiba ya nchi inasema nini juu ya uchaguzi? Sheria za uchaguzi zinasema nini juu ya uchaguzi? Hasa ukijumlisha vyombo vinavyosimamia uchaguzi, katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi, unatengeneza mfumo wa uchaguzi. Tunasema huu mfumo wa uchaguzi ndio tatizo. Kwa nini? Kwa nini? Sababu ya kwanza na kubwa kabisa, huu mfumo wa uchaguzi katika nchi yetu ni mfumo wa rais. Ni mfumo wa rais. Unadhibitiwa na rais kutoka juu mpaka chini. Na nyie mnafahamu rais wa nchi hii siku zote ni mwenyekiti wa CCM. Kwa mwenyekiti wa CCM ndiye anayedhibiti mfumo mzima wa uchaguzi. Kwa sababu mwenyekiti wa CCM ndiye anayeudhibiti mfumo wa uchaguzi, anatumia udhibiti huo kuipendelea CCM. Udhibiti huo ukoje? Tume ya uchaguzi ni tume ya rais, inateuliwa na rais. Yote, mwenyekiti wa tume ni mtu wa rais, makamu wake mtu wa rais, wajumbe wa tume wameteule wa rais, mkurugenzi wa uchaguzi mteule wa rais, wakurugenzi wa halmashauri wanaosimamia uchaguzi Mbozi na Tunduma na Singida na wapi, wateule wa rais, wasimamizi wa chini wanaosimamia udiwani na huko chini kwenye vituo vya kupigia kura, wote ni watu wa rais, ni watu wa TAMISEMI, au sio? Ukienda kwenye kibao cha shule ya msingi yoyote nchi hii, kinaanza na maneno gani? Ofisi ya rais, TAMISEMI. Kwa walimu wanaosimamia kwenye vituo, watu wa rais. Watu wote wa TAMISEMI, watu wa rais. Na wakati wa uchaguzi wanaambiwa hakikisheni CCM inashinda kama mnapenda ajira zenu. Nasema uongo? Sasa kwa hiyo huo mfumo wa aina hiyo hauwezi ukatenda haki kwenye uchaguzi wa vyama vingi. Refari wa mpira hawezi akawa vile vile mchezaji wa mojawapo
mojawapo ya timu zinazocheza uwanjani, atapendelea timu yake au nakosea? Na ndio tatizo la nchi hii, kwa sababu wanaosimamia uchaguzi ni watu wa CCM, wanapendelea CCM. Na ndio maana ikishindikana tukiwashinda, wanatuletea mitutu ya bunduki, wanatuletea majeshi, wanatuletea usalama wa taifa, wanaua watu, wanafungulia watu kesi za uongo, wanatangaza matokeo feki. Mfumo wetu wa uchaguzi sasa, wanapoandikisha wapiga kura, tunajua lazima wataandikisha watoto wadogo, wataandikisha marehemu, wataandikisha watu wasiokuwepo kabisa. Nasema uongo? Alafu inapofika uchaguzi, kila polisi ana kibegi mgongoni. Kibegi cha nini? Kina kura feki. Wanaingia kwenye vituo, wanajaza maboksi ya kura kwa kura feki. Kila mwalimu anayesimamia kwenye kituo anaingia na kabegi mgongoni. Kabegi kana nini? Kana kura feki. Matokeo yake ni kwamba CCM wanachaguliwa kwa mamilioni ya kura feki. Nanielewa? Kwenye uchaguzi uliopita tu tunaweza kuthibitisha kwamba kwa wabunge wa CCM waliongezewa zaidi ya kura milioni 2 feki. Sasa kura milioni 2, kama anakushinda akikupita kura moja tu, fikiria wameongezeana kura milioni 2 kwenye majimbo 264. Tunatoboaje? Matokeo ya urais hayajatangazwa mpaka leo. Ukiuliza yeyote yule, muulizeni mkurugenzi wa hapa, Magufuli na Samia walipata kura ngapi Vwawa au Songwe au Mbeya au Dar es Salaam? Waulize tu uone kama watakwambia. Hawezi kukwambia sema matokeo hayapo. Wanasema tume imetangaza wameshinda. Hawajashinda, wametangazwa. Ndio mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi sasa ni mfumo wa kuviziana au kutengenezeana makosa yasiyokuwepo. Mkiomba kuchaguliwa, mnachukua zile fomu za uteuzi, au sio? Fomu za kugombea. Watu wanajaza fomu za kugombea, zinapelekwa kwa wakurugenzi hawa wa CCM au kwa watendaji wa kata au kwa watendaji wa vijiji. Ili kuwe na uchaguzi kweli, lazima kuwe na wagombea. Chaguzi zetu sasa ni fursa ya hawa watu wa CCM kuengua wagombea wa upinzani. Kwenye bunge letu la leo tuna idadi kubwa ya wabunge ambao hawajapigiwa kura na mtu yeyote kuliko bunge lingine lolote katika historia yetu ya nchi hii. Waziri mkuu hajachaguliwa, wameengua wagombea. Job Ndugai hakuchaguliwa. Kandege huko tulikokuwa wapi Kalambo hakuchaguliwa. Wako 28. 12% ya wabunge wote wa majimbo hawakupigiwa kura na mtu yeyote, kwa sababu wapinzani wao walienguliwa. Kwenye udiwani kuna madiwani wa kata 872 nchi nzima ambao wala hawakupigiwa kura na mtu yeyote. Kwenye uchaguzi wa juzi wa vijiji, wenye viti wa CCM kwa maelfu wamepita, kwa sababu sisi wagombea wetu wote wameenguliwa. Uchaguzi umekuwa sio uchaguzi, umekuwa ni fursa ya CCM kupita bila kupingwa. Hatuwezi kuendelea kushiriki chaguzi za kishenzi namna hii. Haiwezekani. Gharama kubwa sana mitaani. Gharama kubwa mheshimiwa.
Na uchaguzi wetu imekuwa sasa kwenye kampeni ni kusumbua wagombea wa upinzani. Ukiwa mgombea wa urais, mapolisi watakusumbua. Mimi mwaka 2020 nimepigwa mabomu mara 3. Mgombea urais pigwa mabomu na mapolisi mara 3 ili kuvuruga mikutano yangu. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Unaanza kuzuia uendi. Kwa sababu Magufuli alikuwa na shida, wanampepea mara kwa mara hivi kwa sababu yeye hafanyi kampeni na wewe ufanye. Kila mahali wagombea wetu walisumbuliwa, wamezuiliwa kufanya kampeni. Mheshimiwa Heche, makamu wetu mwenyekiti, alivamiwa kwenye kambi yake, wakamharibia vyombo, wakamuulia mdogo wake. Polisi wakamata mdogo wake John Heche, wakamweka kwenye gari, au wakamchoma kisu. Yuko kwenye gari ya polisi kwa sababu ya uchaguzi. Tunafanyiwa rafu. Na ikifika kwenye uwakala, kuapisha mawakala wetu, vita. Mawakala kuingia kwenye vituo, vita. Kupata nakala za matokeo, vita. Hatutaki kuendelea kupigana vita za mambo ambayo yameruhusiwa kisheria. Ndio maana tunasema no reform, no election. Nanielewa? Kwa sababu hatuwezi tukaendelea namna hii. Hatuwezi tukaendelea na chaguzi ambazo inabidi tutoe kafara za binadamu ndio CCM wapate uongozi. Inabidi tuue watu. Mwaka 2020 Zanzibar wameua watu wengi sana. Wameua watu Tunduma hapa na maeneo mengine ya nchi. Ili CCM watawale sasa, wanahitaji kafara ya binadamu. Hatuwezi tukaendelea namna hii. Ndio maana tunasema no reform, no election. Sasa mabadiliko tunayoyataka ni aina gani? Nimalizie, tuendelee. Tunataka, la kwanza, tunataka mfumo wa uchaguzi ubadilishwe wote. Hatutaki tena tume ya rais kusimamia chaguzi zetu. Sawa. Hatutaki tena watu wa serikali, TAMISEMI kusimamia uchaguzi. Tume huru manake ni tume ambayo haiteuliwi na rais na hawezi kuiondoa. Na tume huru ni pamoja na wafanyakazi wote mpaka chini wanaosimamia uchaguzi. Wakiwa watumishi wa serikali, watalaliwa, watatishiwa, watafanywa nini? Hawatatenda haki. Tunataka watu wasiokuwa watumishi wa serikali. Kwani Zambia hapa wanafanyaje? Malawi wanafanyaje? Wewe unataka kuwa msimamizi wa uchaguzi, unaomba kazi, unaajiriwa na tume, unafanya kazi yako, hakuna mtu wa kukubabaisha. Huku walimu wanasimamia, alafu mkurugenzi anawaambia ole wako kituo chako mpinzani ya chini. Wanapenda ajira zao. Hatutaki tena walimu wakafundishe watoto wetu. Sawa sawa? Lakini watu wanaosimamia chaguzi wasiwe tena watu wa TAMISEMI, wasiwe tena watu wa rais. Ndio hiyo itakuwa tume huru ya uchaguzi. Mabadiliko tunayotaka manake nini? Daftari la wapiga kura liandikishwe upya. Sasa hivi daftari la wapiga kura limejaa mamilioni ya maruhani na watu wasio kuwepo, na watu wasiotakiwa kuwepo. Ndio maana kuna kura fake zinaingizwa na hawa mapolisi kila wakati wa uchaguzi. Daftari la wapiga kura liandikishwe
upya, na vyama vya upinzani na wapiga kura wawe na uwezo wa kuchunguza sio tu majina yanayobandikwa ukutani, wawe na uwezo wa kuchunguza kwenye seva wanapotunzia hayo majina, kuna majina mangapi wanayoonyesha, sio walionayo yote wanapotunzia hizo data zao. Tunataka uwazi katika kila hatua ya utayarishaji wa daftari la wapiga kura. Tujue huko wanakotunzia wapiga kura wako wangapi, ili tuhakikishe hao waliobandikwa kwenye ukuta ni sahihi au sio sahihi. Jambo la tatu, hatutaki tena utaratibu wa kisheria unaoruhusu wagombea kuenguliwa. Kama kuna matatizo, umeandika jina vibaya, kwani haiwezi karekebishwa? Kama umekosea muhuri, huwezi ukaambiwa katengeneze muhuri mwingine. Kama umekosea kujaza jina la chama, huwezi ukaambiwa kajaze jina sahihi la chama. Haiwezekani. Haya makosa ya visingizio vya kuengua wagombea hatuvitaki tena, na sheria lazima iseme hivi. La nne, hatutaki tena rafu kwenye kampeni zetu